Karibu tena tunapoendelea kujifunza. Ni mimi mtumishi wa Mungu, mtumishi wako mwinjilisti Kabakama. Sasa nilikuwa nimezungumza kuhusu kwamba Mungu anapozungumza na binadamu anazungumza kwa njia ya ndoto, na ndoto inakuwa ni picha ambayo haiko moja kwa moja, inaonyesha tafsiri ya moja kwa moja, mara nyingi imeweza kujificha. So iko hivi, kiujumla tunaweza kusema tuna aina kama mbili za ndoto, au vile ndoto zinaweza kuja zikukuonyesha kitu ambacho ni kizuri, sawa. Lakini pia kuna ndoto aina ya pili, au kwa namna ya pili, ambayo ni ndoto ambazo tunaita ni ndoto mbaya. Sasa hizi ndoto zote, ile ambayo unasema ni nzuri na ile ambayo unasema ni mbaya, kwa tafsiri yako au kwa vile katika ufahamu tu wa kawaida, katika ufahamu tu wa kawaida wa kibinadamu, unaweza kubainisha ukasema hii ndoto ilikuwa ni nzuri. Nyingine ukasema ilikuwa ni mbaya, yamkini ilikuwa inatisha, yamkini ilikuwa inaogopesha, yamkini umeota na vitu vya ajabu ajabu, ni vitu ambavyo vinatisha, kwa umetafsiri hivyo. Sasa nataka nikwambie, haijalishi iwe ni ndoto ambayo inatafsirika kwamba ni nzuri au inatafsirika kwamba ni mbaya, zote zinatokana na Mungu. Iko vipi? Iko hivi. Unatakiwa ujue kwamba kuna aina mbili za maisha au za ulimwengu. Kuna ulimwengu wa kiroho, ulimwengu usioonekana kwa macho ya kibinadamu, macho ya damu na nyama, na ulimwengu wa kimwili ambao ni wa macho wa damu na nyama. Kwa hiyo ulimwengu wa kiroho ndio uanza au ndio utawala ulimwengu wa kimwili. Kwa maana hii kwamba chochote ambacho unaona kinafanyika katika ulimwengu wa roho, kanuni yake, na hivi ndivyo jinsi ilivyo, hilo jambo limeanzia rohoni. Tuko pamoja? Yes. Yaani kitu akiwezi kufanyika mwilini au katika maisha ya kawaida kama akijafanyika rohoni. Sasa na rohoni au katika maisha ya kiroho au ulimwengu wa kiroho nao umegawanyika katika sehemu mbili. Zamani mwanzo kabisa ulikuwa mmoja, kabla shetani hajamuasi Mungu. Tulikuwa tuna ulimwengu wa kiroho mmoja, ulimwengu wa mwanga. Lakini wakati shetani alipomuasi Mungu, ghafla ulimwengu ukatengenezeka mwingine wa kiroho, unaitwa ulimwengu wa kiroho wa giza, ambao shetani anatawala na mapepo yake, au wale malaika walioasi ambao baadaye waliitwa mapepo. Mungu aliye hai, Mungu wa kweli, aliumba mbingu na nchi, ni Mungu ambaye anatawala katika ulimwengu wa kiroho wa mwanga, pamoja na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu na malaika wake. Sasa sisi binadamu tunawindwa au tunahitajika, lakini asili sisi tumeumbwa na Mungu, na Mungu amekusudia tuunganike na yeye au tuwe chini yake. Lakini ukifanya mambo tofauti na yale yanayompendeza Mungu au yanamwalika Mungu, basi ulimwengu wa kiroho wa giza wa shetani utapata nafasi katika maisha yako. Kimfano, ukitenda dhambi na maovu. Lakini ukitenda mema, ukitenda mazuri, ukitenda yenye haki, basi ulimwengu wa kiroho wa mwanga utaweza kufanya kazi, au utaweza kuhusika na wewe au kuunganika na wewe. Sasa iko hivi kwa ufupi. Ukiota ndoto mbaya, manake binadamu unapolala unaingia katika ulimwengu wa kiroho. Sasa ulimwengu wa kiroho ule ambao unaingia, huo ulimwengu wa kiroho, Mungu anakuonyesha uzuri ambao unatendeka au umeanza kufanyika katika ulimwengu wako wa kiroho kabla hujatokea katika ulimwengu wa kimwili. So mtu anapoota ndoto nzuri, manake Mungu anakuonyesha kizuri ambacho kimefanyika au kinafanyika
au kinaendelea katika ulimwengu wa roho, na punde, kwa muda mchache, siku kadhaa, wiki kadhaa, au ndani ya mwezi, hilo jambo litatokea kwa jinsi ya kimwili. Sasa hizo tunaita ndoto nzuri. Inamaanisha kwamba ulimwengu wako wa kiroho kuna vitu vizuri vimeanza kufanyika na vitaenda kutokea katika maisha yako ya kawaida. Kwa maisha yako ya kawaida utajawa au utapitia mambo mazuri. Lakini vile vile unapoota ndoto zile tunazitafsiri ndoto mbaya, napo Mungu anahusika kukuonyesha kibaya ambacho adui anakifanya. Kwa Mungu anakuonyesha ili ushughulikie hayo mabaya. Sasa katika video yetu inayofuata nitakuelekeza ni jinsi gani ukiota ndoto nzuri unatakiwa ufanye na jinsi gani ukiota ndoto mbaya unatakiwa ufanye. Yote katika yote utaomba. Lakini utaomba vipi? Endelea kuungana na sisi katika jina la Yesu.